Kama kuna watu wenye watalia 2027 September, Oktoba 2028, itakuwa ni nyinyi. Mbona mnataka kutoa uongozi wa William Ruto mulete uongozi wa Hitler? DCP muko na makosa mbili. Party leader anafanya brokerage enye haijaonekana. Conmanship enye inaendelea hapo mtashanga sana. So rally moja enye Rigathi anakuja in your locality, if you want an MCA position, unatayarisha 1000 karibu 200 just for mobilization, just to ensure that the rallies are packed. Chama cha DCP kinaanza kuyumba huko Mount Kenya kabla ya mwaka 2027. Ngina ametoa onyo kwa wapiga kura, akawakosoa baadhi ya wagombea wa DCP, akamtaja Rigathi Gachagua na hata kuhoji namna chama hicho kinavyofanya mobilization. Na kama hayo hayatoshi, ametabiri kwamba chama cha DCP kinaweza kutoweka kabla ya mwaka 2027. Lakini nini hasa kimemfanya Ngina aseme yote haya? Tazama hadi mwisho kwa sababu video zake zinaonyesha upande tofauti wa mjadala wa DCP kuelekea mwaka 2027. Karibu sana hapa Mizuka Media. Leo tunaangalia kauli 4 za Ngina ambazo zimezua maswali kuhusu DCP na siasa za Mount Kenya. Tuanze na onyo lake kwa wapiga kura. Ngina alianza kwa kuwaonya wapiga kura kutoka Mount Kenya kuhusu baadhi ya wagombea wa DCP. Ujumbe wake ulikuwa mfupi lakini mzito, ya kwamba mkifanya uamuzi huo mnaweza kujutia. Hapa Ngina alikuwa akizungumza moja kwa moja na mpiga kura. Kama kuna watu wenye watalia 2027 September, October 2028, itakuwa ni nyinyi. Because number one mistake Mount Kenya people are doing is kusema hiyo mambo ya mtapiga suti ya DCP. Haya, mumesema anybody mwenye havai na DCP hamtamchagua. So mnafanya hiyo kiti ya DCP inakuwa very expensive. Kwa sababu ndio mtu aipate. You are almost assured that nikisimama na DCP Mount Kenya nitapata hiyo kiti. You are almost assured. So what Rigathi is doing is making it very expensive for you to actually get that ticket. Mtu anatumia pesa zake, pesa zenye hatujui wametoa wapi, na saa hizi sitting MPs, sitting MCAs wenye wanatafuta kutoka chama zao waingie DCP. Ujue ni pesa zenyu wanaiba. Hakuna maendeleo yenye mtaona between now and 2027 March, because March ndio nomination. Lakini hakumalizia hapo tu. Safari hii akahamia kwenye uongozi wa DCP na kumtaja Rigathi Gachagua. Ngina alimshutumu Gachagua kuhusu kila alichokiita brokerage au udalali ndani ya chama cha DCP. Haya ni madai yake, lakini kauli hiyo imeongeza swali moja kubwa, ya kwamba kuna kitu kinachowakera baadhi ya watu ndani ya movement hii? Sikiliza alichosema. Party leader anafanya brokerage enye haijaonekana. Conmanship enye inaendelea hapo mtashanga sana. And anybody who elects their governor, their MP, their MCA na party ya DCP, hamtapata maendeleo for 5 years. For the next 5 years, don't expect any maendeleo. Rigathi is sitting down with, kama wewe ni governor aspirant wa Nakuru, kama wewe ni wa Laikipia or wherever, he sits down with you, mnachapa deal. Ukiingia hivi, mimi nataka staff kadhaa uniweke hapo, CECs kadhaa uniweke, pesa fulani zitakuwa zinaingia mahali fulani. You can imagine that kind of discussion. Wewe mwananchi wa kawaida ambaye unaambia wewe kwanza ndio hata una dictate, unaambia anybody who wants to vie in your locality, and especially Mount Kenya, mumesema mtapiga suti ya DCP. Lakini Ngina bado hakuwa amemaliza. Safari hii alizungumzia namna DCP inavyofanya mobilization hasa kuhusu wagombea. Na hapa ndio lawama nyingine ikaingia. Kwa maelezo ya Ngina, baadhi ya wagombea wanaweza kuwa wanatumika vibaya katika mobilization au uhamasishaji wa chama. Kwa kifupi, anahoji kama wagombea wanajenga nafasi zao au wanatumiwa kuimarisha movement. Sikiliza. Makosa mbili. Number 1 ni venye mnajaza rally zenu. Ni ukweli tukiona rally zenyu zimejaa kisasawa. What we didn't know is what we have just found out. That mnaambia aspirants wa mobilize watu based on ni kiti gani mtu anatafuta. Kama mtu anatafuta MCA, anafaa awamobilize 500 people. Mobilization is from transportation kwenye anaishi mpaka kwa venue kwenye party leader atakuwa. Na kama kutakuwa na any other movements, like for example ya mwisho yenye alikuwa kwetu Njoro,
ataenda Njoro Posta, aende Njoro Egerton, aende maybe Nakuru Town. Hizo localities zote wewe ndio unafaa ujue. Kama for example you're vying for MP, wewe ndio unafaa ujue venye hao watu wenye una mobilize watafika in all those localities. So that is not a minimum of 500 shillings per person on transport alone. So 500 shillings times 500 people. How much is that? If you want to be considered a serious MCA candidate. Hiyo ndio criteria number 1. Criteria number 2, ni wa brand. Sisi wanakuja tu na mashirts za Sengenge ni ng'ombe. No, they have to be branded. Wakuje na t-shirts za DCP, kofia ya DCP, kama ni hizo banners ama ni placards, whatever it is you want to print for them, lakini wakuje branded. So rally moja enye Rigathi anakuja in your locality, if you want an MCA position, unatayarisha 1000 karibu 200 just for mobilization, just to ensure that the rallies are packed. Ebu niambie huyo MCA akiingia kazi kesho, atakufanyia maendeleo wewe? Atakufanyia maendeleo wewe? Ama ni pesa zake ndio atakuwa anaangalia kurecoup? Na sasa tunafika kwenye sehemu kali zaidi ya kauli zake, kwa sababu Nginaa hakuishia kukosoa DCP tu, bali alitabiri pia mwisho wake. Nginaa anasema kama DCP itaendelea na mfumo huu, basi inaweza kufika karibu na uchaguzi ikiwa tayari imeshapoteza nguvu. Kwa maneno yake ni kwamba wakati wa uchaguzi ukikaribia, DCP inaweza isiwe popote pale. Sikiliza. I can tell you for a fact that mkiendelea hivi DCP, by the time we are approaching the elections, hiyo chama haitakuwa anywhere. Kwa sababu saa hizi the voter ni mtu mwenye amerevuka. Watu wanaelewa hizi mambo. So DCP, kindly change your strategy. Hiyo mambo ya kufanya hii kitu inakuwa very very transactional is neither here nor there. All we want is a better Kenya. That's all we want. Hizo mambo zingine and all other side shows, it's either you continue with them and lose it. Kwa sababu saa hizi chama ni nyingi. We have so many options. Hamtakuja kutuambia ati ni nyinyi peke yake ndio option. So we have so many options. So watu wa DCP muangalie vizuri, na mwananchi wa kawaida, don't say that mtu asiposimama na chama fulani hamtamchagua. Kwa sababu hiyo sasa ndio kiburi yenye napea party leaders opportunity ya kugandamiza aspirants. Aspirant anatumia pesa mingi, alafu wewe ndio utakuja kulipa hiyo pesa, kwa sababu lazima aibe ndio arudishe pesa zake. Sasa tujiulize swali moja, je, DCP kweli inaanza kuyumba Mount Kenya, au hizi ni kauli za mtu ambaye ana mtazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa chama? Kwa sababu DCP bado inajaribu kujenga nguvu zake kuelekea mwaka 2027, na hapa ndio tunapata mambo mawili yanayopingana. Upande mmoja unaona momentum na mobilization, upande mwingine unaona matatizo ambayo yanaweza kuja baadaye. Na hiyo ndo sababu kauli za Nginaa zinavutia, kwa sababu kama DCP itaendelea kukua, wakosoaji wake wanaweza kuonekana wamekosea. Lakini kama movement itaanza kupoteza nguvu, watu wanaweza kurudi kwenye video hizi na kusema labda onyo lilikuwa limetolewa mapema. Na tusisahau haya yote yanatokea wakati Kenya inaelekea kwenye hesabu za mwaka 2027. Kwa sasa bado ni mapema kujua mwisho wa DCP, lakini siasa za ground zinaweza kubadilika haraka sana. Leo chama kinaonekana imara, kesho wagombeaji wanaanza kuhama. Leo mobilization iko juu, kesho wapiga kura wanaweza kubadilisha mawazo, na mwisho wa siku ni kura ndio itatoa jibu. Sasa nataka kusikia kutoka kwako, je, DCP inaanza kuyumba Mount Kenya? Andika yumba kama unaona kuna warning signs, au imara kama unaamini DCP iko strong kuelekea mwaka 2027. Lakini usiishie hapo tu, tuambie kwa nini. Je, Nginaa ana point au anapiga kelele tu za kisiasa? Hivi ndio hali ilivyo kwa sasa. Nginaa ametoa onyo, amemtaja Gachagua, amehoji mobilization ya chama cha DCP na hata kutabiri anguko la chama hicho. Lakini kama DCP itaanguka au itaimarika, mwaka 2027 ndio utatoa jibu. Kwa sasa tunataka kujua wewe unaonaje? DCP inaanza kuyumba Mount Kenya au ndio kwanza inaanza kupata nguvu zaidi? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. William Ruto, please wachana na Uhuru Kenyatta. You made the bed, lie on it. You had a loyal deputy who advised you, don't destabilize your own government. You chose to do it. You thought you were very smart. You said you had too much money. Nobody could advise you. Today you are crying, asking Uhuru Kenyatta to help you.
We have asked President Uhuru Kenyatta akae nyumbani apumzike, awachana na sisi tudili na wewe. Na Uhuru akiamua kumsaidia tutakosana na yeye, na hatutaki tukosane na yeye kwa sababu ametuhangaisha. But I want to commend President Uhuru Kenyatta. He is steadfast. Amesema hataki hiyo maneno. He does not want to be associated with failure, with blood, with theft of public funds, with mismanagement of state resources. Uhuru Kenyatta must remain clean and be allowed to enjoy his retirement without Ruto bothering him. Na tumeambia watu ya Uhuru akienda Ishaweri tena asifunguliwe, afungiwe. Akienda kwa Uhuru nyumbani afungiwe sasa. Sasa anakuja kusumbua kiongozi wetu.